Karibu mpenzi mtazamaji wa Afrimax Swahili. Kama ilivyo kawaida yangu kila siku kukuletea habari mbalimbali, na leo tena nimekuletea hii ambayo inaweza kukuacha mdomo wazi kwa namna moja au nyingine. Kujifungua ni tukio lenye nguvu na lenye kuleta mabadiliko makubwa katika maisha ya wanawake, kimwili na kihisia. Hata hivyo, kwa baadhi ya wanawake, tukio hili linaweza kupelekea matatizo makubwa ya kiafya ya akili yasiyotarajiwa. Yaramaze kubyara hashize iminsi 5 ahura n'ikibazo cyo mu mutwe, ndavuza mu Kinyarwanda biranga. Mama huyu alipatwa na kichaa baada ya kujifungua mtoto wake wa kwanza, na tangu wakati huo hadi sasa mume wake ndiye ambaye anashughulika kumtunza mtoto huyu na hafanyi kazi tena. Je, ni kipi kilichompata mwanamke huyu? Alirogwa kama watu wengi wanavyosema? Na vipi kuhusu mtoto wao? Na hii ndiyo hadithi yao isiyo ya kawaida. Akabyifashe neza cyane reka mbariko. Maisha ni mazuri huku kwetu. Mke wangu alijifungua salama kabisa, lakini baada ya siku 5 alibadilika kabisa. Alipatwa na kichaa mpaka wenyewe tukawa tunashangaa, na ilibidi nimpeleke kwa waganga wa kienyeji mbalimbali, lakini hakuna hata mmoja aliyefanikiwa kumtibu. Pesa kidogo aliyokuwa nayo iliishia mikononi mwa watu wasiokuwa sahihi. Wote walikuwa wakijaribu kumrejesha mkewe katika hali ya kawaida ili aweze kumtunza mtoto wake, lakini ilishindikana. Mke wake alipatwa na kichaa kabisa. Hatua iliyofuata ilikuwa ni kumpeleka katika hospitali ya wagonjwa wa akili, ambayo ilikuwa tumaini lake la mwisho, kwa sababu asingeweza kuendelea kuishi nyumbani tena. Alichokuwa anafanya ni kuvunja vyombo vya glasi, kukimbia ovyo, kuongea maneno yasiyo na maana na ya matusi, na hatimaye kutupiga na kutushambulia vibaya mno, jambo ambalo halikuwa la kawaida kabisa. Hospitali ya wagonjwa wa akili ilikuwa sehemu pekee anayostahili kwenda. Baada ya kumpeleka katika hospitali ya wagonjwa wa akili, muda mwingi alilazimika kutumia kumlea mtoto wake mwenyewe, na hali hiyo iliweza kumnyima nafasi ya kufanya kazi mara kwa mara, na matokeo yake ni kwamba alifukuzwa kazi. Matatizo ni sehemu ya maisha na huja kwa namna nyingi tofauti, lakini kwa mwanaume huyu ambaye alikuwa amekaa na mke wake kwa mwaka mmoja tu na alikuwa anasherehekea kupata mtoto wake wa kwanza, mambo kwake hayakwenda kama alivyotarajia. Na hiyo yote ni baada ya kumwona mke wake akipatwa na wazimu pamoja na yeye kufukuzwa kazi. Hakuweza kuelewa kilichokuwa kinamtokea kwenye maisha yake. Alikuwa na wasiwasi kuhusu hatua iliyofuata katika maisha yake, kwani alikuwa hana ajira na alilazimika kumlea mtoto mchanga peke yake. Sifungi safari za mara kwa mara kwenda hospitali kumuona kwa sababu najua madaktari wanamtunza vizuri, na pia muda ni mdogo kwa sababu nahitaji kumlea mtoto na kutimiza majukumu mengine ya nyumbani. Lakini nilishawahi kwenda mara moja na angalau kunaonekana kuwa na matumaini. Kiukweli madaktari wamekuwa wakifanya kazi nzuri sana, na nina imani atapona hivi karibuni na kurudi nyumbani. Kwa sasa hana kazi yoyote, jambo linalopelekea maisha yake kuwa magumu mno. Ukiachana na hayo, hata kumlisha mtoto wake kunaleta changamoto kubwa zaidi, kwa sababu mtoto wa mwezi mmoja anategemea maziwa pekee, jambo ambalo hawezi kumudu kwa sababu ya ukosefu wa ajira. Anasema moja ya changamoto alizokumbana nazo tangu aishi bila mama wa mtoto ni kwamba mtoto mara nyingi amekuwa akilia, yaani haijawahi kupita masaa 2 bila kulia. Lakini marafiki walimwambia kuwa jambo hilo ni la kawaida kwa watoto wadogo kulia hata kama hawana matatizo ya kiafya au njaa. Kutokana na umaskini uliokithiri, kukosa pesa na chakula, mwanaume huyu ambaye hutegemea majirani na wasamaria wema alikuwa akiomba msaada wa kupatiwa kazi, kupatiwa pesa na kuajiri mlezi ili aweze kwenda kazini na kumlea mtoto wake, kwa sababu mke wake bado alikuwa kwenye hali mbaya ya kiafya. Nahitaji kazi ili niweze kuishi, lakini kwa upande mwingine hakuna mtu wa kubaki nyumbani kumtunza mtoto wangu ambaye ana mwezi mmoja tu. Hii ndio sababu ambayo inanifanya nikae hapa nyumbani siku zote. Siwezi kumwacha mtoto wangu peke yake nyumbani, wala siwezi kwenda naye kazini. Maisha hutufundisha kuwa wavumilivu kwa kutuonyesha kwamba kuna baadhi ya mambo ambayo yako nje ya uwezo wetu, na pia mambo mazuri huja kwa wale wanaosubiri, yaani wenye subira. Na zaidi ya yote, subira huleta heri. Baada ya miezi kadhaa kukaa hospitali ya wagonjwa wa akili, mke wake alirudi nyumbani akiwa amepona kabisa na alianza kumtunza mtoto wao. Sasa mwanaume anaweza kurudi kazini na kuendelea na shughuli zake kama kawaida. Familia imeungana tena na wote ni wenye furaha. Na hii ndio taarifa ya sasa. Icyo gihe ukabona gufite ikibazo cyangwa wabonaga ari bo
afite ikibazo. ahubwo njye nabonaga ari bo basazi. Ntabwo wabyumvishaga. Nibazaga ahantu banjyanye kanungu. Tumeamua kurudi tena kwa familia hii, na kama tunavyoona wote wamekuwa ni watu wenye furaha. Wanatusimulia kilichotokea. Baramamagaye kwa muganga bambwira. Madaktari walinipigia simu na kusema kuwa mke wangu amepata nafuu, hivyo alimruhusu na nikaenda kumchukua. Sikuamini kabisa kama amepona, lakini baada ya kufika kule hospitalini niligundua kwamba kweli amepona, maana alikuwa akiongea kama mtu wa kawaida tu, isipokuwa alikuwa na udhaifu wa kimwili, yaani alikuwa amekonda sana. Nikamleta nyumbani. Mwanamke huyu anakumbuka baadhi ya mambo yaliyotokea kabla ya kupatwa na kichaa. Bundi bwa mbere biza twari turi mu nzu nakakana mwabonye, nkabona inzu igiye kungwaho, noneho turasohoka tujya hanze. Ubwo rero nahise niruka, birabiza koroha ngaruka mu rugo. Ubona nta kibazo. Nyuma birongera biragaruka, meni ikirahure nca no mu idirishya. Siku walionipeleka hospitalini nilihisi nipo sawa, na niliwaona wao kama ndio waliokuwa wamepoteza fahamu. Sikutaka kwenda kule hospitalini kwa sababu nilitamani sana kubaki nyumbani, lakini hilo lilikuwa jambo linalowezekana. Walinihudumia kwa dawa na chakula, na nilipoanza kupona madaktari walianza kuzungumza na mimi, na kadiri siku zilivyopita waliniambia kuwa umefika wakati wa kurudi nyumbani. Baada ya kurejea nyumbani, aliona kwamba mambo yote yamebadilika. Walikuwa wamehamia nyumba nyingine, na kitendo cha kurudi nyumbani ilikuwa ni furaha kubwa sana kwake. Alikuta mtoto wake amekuwa. N'abavandimwe abantu baramufashije. Wakati ninaumwa, watu walikuwa wakimsaidia mume wangu. Kiukweli nawashukuru watu wote ambao walikuwa wakimsaidia mume wangu, kwa sababu nafuta picha namna maisha aliyokuwa akipitia bila mimi, huku akitakiwa kufanya kazi na kumlea mtoto peke yake. Ilikuwa ni ngumu sana kwake, na namshukuru mume wangu kwa kutokata tamaa muda wote huo, kwani aliendelea kunipenda ingawa nilikuwa nimepatwa na matatizo. Pia nilikuwa nikimsumbua kimwili na kihisia. Ningependa kumkumbusha kuwa ninampenda sana. Shedi ndagukunda cyane. Murakoze. Kandi bizakomeze gutya. Naye ndamukunda cyane. Pena mukunda naga baransanze hano. Ubwongo bwari bwarayaze ari gusanga nawe uravyumva. Mume wake anaongeza kuwa hawezi kamwe kumwacha mke wake, haijalishi ni jambo gani limemtokea kwenye maisha yake. Byanze bikunze ibintu bimeze gutya, ariko mfite icyizere yuko azakira. Siku zote nilikuwa nikiishi na imani kwamba mke wangu atatibiwa na atarudi, na wale walionikatisha tamaa baadaye walikuwa kianza kuona aibu. Abangiraga inama mbi ntago bakimvugisha. Baranyore. Ariko abangiraga inama nziza nabo barabizi. Ku munsi turabana. Sasa familia hii inashukuru, na shukrani zao wanazipeleka kwa Samaria wema wote ambao walikuwa pamoja nao katika hali ngumu walikuwa wakipitia. Sasa wameungana tena na wanatumaini familia yao itaongezeka, huku wakiwa na furaha tena. Mpenzi mtazamaji wa Afrimax Swahili, kama wewe ungekuwa ndo huyu mwanaume, je, ungechukua uamuzi gani baada ya mke wako kupatwa na kichaa baada ya kujifungua? Tuwekee komenti yako na tutaisoma. Asante kwa kutazama. Hii ni Afrimax Swahili. Usisahau kusubscribe ili uwe wa kwanza kupata video zetu.